Mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Februari 16 ya mwaka wa 2025. Siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Katika Agano Jipya, istilahi mzaliwa wa kwanza karibu kila mara inamrejelea Yesu. Tazama Luka 2:7, Warumi 8:29, Waebrania 1:16 na Ufunuo wa Yohana sura ile ya kwanza ya 5, ikijumuisha matukio yote katika Wakolosai. Lakini hata inaporejelea wengine, si lazima imaanishe yule aliyezaliwa wa kwanza katika mpangilio. Dhana ya kibiblia ya mzaliwa wa kwanza inasisitiza uhusiano maalumu alionao mwana na baba yake, bila kujali mpangilio wa kuzaliwa. Pia kuna visa vya wana wadogo kuwa mashuhuri zaidi kama vile Isaka, Yakobo na Yusufu. Daudi, ingawa ndiye mdogo kati ya wana wanane, anatiwa mafuta kuwa mfalme. Samueli wa kwanza sura ile ya 16 ya 10 hadi 13. Na kupitia kwa mtunga Zaburi, Mungu alisema, nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Zaburi ya 89:27. Pia anamwambia Musa, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu, Kutoka 4:22. Kwa maana hii basi kirai hiki kinamaanisha wa kwanza kwa kuzingatia ukuu kuliko wengine wote. Soma Wakolosai 1:15 hadi 17. Paulo anatoa sababu gani kwa Yesu kuitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote? Kwa wazi, Paulo hana maana ya kupendekeza kwamba Yesu ndiye aliyekuwa kiumbe wa kwanza kuumbwa. Kwa kweli anaondoa kabisa uwezekano huo. Mara mbili kwa namna mbili tofauti, anasema Yesu aliumba vitu vyote. Viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Wakolosai 1:16. Katika matukio yote mawili Yesu anaelezewa kama wakala binafsi ambaye kupitia kwake Mungu alitekeleza mchakato wa uumbaji. Tazama pia Waefeso 3:9, Yohana 1:1 hadi 3, Ufunuo wa Yohana sura ile ya 4:11. Kauli ya Paulo ni ya kueleweka iwezekanavyo. Vyote inamaanisha vyote kabisa kuhusiana na anga, yaani mbingu na dunia, kiontolojia, vinavyoonekana na visivyoonekana, na kiutendaji, viti vya enzi, tawala, falme, mamlaka. Istilahi za mwisho kwa kawaida zinarejelea malaika. Tazama Waefeso 3:10, Waefeso 6:12. Kana kwamba anahakikisha hawezi kueleweka vibaya. Paulo pia anaeleza kwamba Yesu alikuwepo kabla ya vitu vyote. Wakolosai 1:17. Kirai cha Kiyunani kinaweza kumaanisha kutangulia katika eneo na katika wakati, lakini katika kila tukio lingine katika maandishi ya Paulo kinarejelea wakati. Tazama kwa mfano Wakorintho wa kwanza sura ya 2:7, Wagalatia sura ya kwanza ya 17, Waefeso 1:4. Sababu nyingine anayotoa Paulo anatoa kuhusu Yesu kuwa mtangulizi ni kwamba vitu vyote hushikamana katika yeye. Wakolosai 1:17. Neno la Kiyunani kihalisi linamaanisha kuleta pamoja au kuunganisha. Yesu ndiye kiunganishi cha ulimwengu wote, si kwa sababu tu ya mapenzi yake kama muumbaji, bali pia kwa sababu yeye ndiye mkombozi. Mungu muumbaji alitufia. Matendo yetu yanaweza kuongea nini kuliko hilo? Kwa nini wazo kwamba matendo yetu yanaweza kuongezea kile ambacho Kristo tayari ametufanyia ni kukufuru? Hii ni Februari 16, siku ya Jumatatu, mada ikisema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.